Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Rais wa Marekani Donald Trump ametangaza rasmi kuwa kuanzia sasa hakutakuwa na mafuta wala fedha zozote zitakazotoka Venezuela zitakazoruhusiwa kuingia nchini Cuba. Tangazo hilo limetolewa kupitia jukwaa lake la Truth Social, ambapo Trump alitoa onyo kali kwa serikali ya Havana, akisisitiza kuwa Cuba inapaswa kufikia makubaliano na Marekani haraka iwezekanavyo kabla haijachelewa. Kauli hiyo imeonekana kama shinikizo la moja kwa moja dhidi ya utawala wa kikomunisti unaoiongoza Cuba. Hatua hii inakuja katika kipindi nyeti kisiasa kufuatia tukio la kukamatwa kwa rais wa Venezuela Nicolas Maduro mapema mwezi huu. Tukio hilo limesababisha kusimama kwa shehena nyingi za mafuta zilizokuwa zikielekezwa Cuba, nchi ambayo kwa miaka mingi imekuwa ikitegemea Venezuela kama chanzo kikuu cha nishati na msaada wa kifedha. Kukatika kwa usambazaji huo kumeiacha Cuba katika hali ngumu zaidi ya kiuchumi, huku tayari ikikabiliwa na uhaba mkubwa wa umeme na bidhaa muhimu. Wakati Cuba ikikosa mafuta, Marekani na Venezuela zimeendelea na makubaliano mapya ya mafuta yenye thamani ya takriban dola bilioni 2. Kwa mujibu wa makubaliano hayo, mapato yote yatadhibitiwa na hazina ya Marekani, hatua inayolenga kuhakikisha fedha hizo hazitumiki kuendeleza sera na harakati zinazopingana na maslahi ya Washington. Wachambuzi wa siasa za kimataifa wanaona makubaliano hayo kama sehemu ya mkakati mpana wa Marekani kudhibiti rasilimali za nishati katika eneo la Amerika Kusini. Kwa upande wake, rais wa Cuba Miguel Diaz-Canel amejibu vikali hatua hiyo ya Trump. Amesema kuwa Marekani haina mamlaka ya kimaadili wala kisiasa ya kuilazimisha Cuba kufikia makubaliano yoyote. Diaz-Canel amesisitiza kuwa Cuba ni taifa huru lenye haki ya kuamua mustakabali wake bila shinikizo kutoka kwa nguvu za kigeni, akiongeza kuwa vitisho vya kiuchumi havibadilishi msimamo ya nchi yake. Kauli ya Trump ya sifuri, ikimaanisha sifuri mafuta na sifuri fedha, imeongeza mvutano wa muda mrefu kati ya Washington na Havana. Hatua hiyo imeweka Cuba katika njia ya panda: ama kukubali masharti ya Marekani ili kupunguza shinikizo la kiuchumi, au kushikilia msimamo wake wa kisiasa, huku wananchi wake wakiendelea kukumbwa na ugumu wa maisha ya kila siku. Swali kubwa linalobaki ni je, Cuba itasalimu amri au kukubali kufanya makubaliano na Marekani, au itaendelea kusimama kidete dhidi ya shinikizo hilo hata kama gharama zake kwa uhaba wa nishati na matatizo ya kiuchumi. Majibu ya swali hilo yanaweza kuathiri kwa kiasi kikubwa mwelekeo wa siasa na uchumi wa eneo lote la Amerika Latini. Kwa taarifa zaidi za kisiasa na makala mbalimbali, endelea kufuatilia Kasako Media kwenye mitandao ya kijamii: Instagram, Facebook, Twitter. Tunapatikana kama Kasako Media. YouTube channel, usisahau kusubscribe Kasako Media ili wa kwanza kupata taarifa mbalimbali. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.